Karibu mpendwa msikilizaji kwa mara nyingine tena kwenye kipindi hiki ambacho ninakuletea kwa siku ya leo. Mpendwa, ni siku tena ambayo ni njema sana kwetu sisi sote. Na ninaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi wake ule mkuu. Nazidi kumshukuru kwa sababu ananiwezesha, ingawa mambo mengine ambayo yanatendeka, mambo mengine ambayo tunayaona, lakini Mwenyezi Mungu ni Mungu ambaye anaishi tofauti na gisi sisi wanadamu tunavyofikiria. Siku ya leo mpendwa, mada ndio hiyo tena, kama kawaida yetu tunaingia, tuko kwenye kile kipindi cha ufunuo ambao ni ufunuo wa maandiko, na tuko kwenye sehemu yake ya pili. Usisahau ni sehemu ambayo tunaongea zaidi sana mambo ya kiroho zaidi unapolinganisha na sehemu ya kwanza za kipindi cha kwanza. Naposema kipindi cha kwanza ni awamu ya kwanza, maana tuko kwenye awamu ya pili. Mpendwa, siku ya leo mada hii, nini kinachotokea wakati mtu anapokufa, aidha anapofariki na baada ya kufariki? Kwa sababu kuna kipindi ambacho mtu anataka kata roho, na baada ya kukata roho ni kitu gani ambacho kinaendelea, ni kitu gani ambacho kinatokea katika vipindi hivyo viwili. Unajua, katika ulimwengu huu watu walio wengi, wale wanaojiita kwamba ni mapastors, wachungaji na wengine, huwa wagusii zaidi sana kuhusiana na hii mada ya kifo. Nini ambacho watu wanaweza kutarajia, watapata nini, kutakuwa namna gani? Watu hawana picha yoyote ile kutokana na wapi watakapoelekea baada ya kifo. Ni kitu gani ambacho kitawakuta baada wanapofariki, wanapokufa, wanawekwa ndani ya jeneza. Huwa mara nyingine wanafikiri labda wataamka, wende itakuwa namna gani, kwa sababu hawana picha yoyote ile baada ya kifo. Ni kitu gani ambacho kinaendelea, maisha yapi ambayo yanaendelea baada ya kifo, na wakati mtu anapofariki ni kitu gani ambacho kinatokea. Hayo mambo yote kwa walio wengi hayako wazi zaidi, hawayajui. Na hayo yote sio kwa sababu kwamba wachungaji wao hawafundishi kuhusu hilo. Hawana ufunuo kuhusiana na mafundisho haya. Mahana ni mafundisho mengine ambayo yako tofauti, mafundisho ambayo unatakiwa kuongozwa na Roho Mtakatifu ili upate kuyajua, upate kuyaongea, upate kuongozwa, ili kwamba watu wapate kuelewa na wabadiliki na waelewe kwamba hiki ndicho ambacho kinaweza kikatokea wakati napokufa, na baada ya kifo kuna mambo mengine fulani. Maana tusio watu ambao tunasema kwamba tusifanye dhambi, tufanye vingine ili tulisi ufalme wa mbinguni. Ufalme wenyewe, watu wenyewe hawajui ni nini ambacho watakifanya katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Ni hatua ipi ambayo inaendelea baada ya hiki na kile. Hayo yote ni mambo ambayo ni muhimu zaidi sana katika imani, watu wapate kuelewa ni kitu gani ambacho wanatarajia kukipata, aidha kukutana nacho baada ya kifo. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu ni Mungu ambaye anatupenda sote, kupitia mimi kwa siku ya leo mtaenda kujua kweli ni nini ambacho kinatokea. Na naamini kwamba wale wote ambao wanauoga zaidi sana wa kifo, naamini katika mafundisho haya wataenda kupata picha ambayo itawatoa ule uoga wote ambao wanausikia. Maana kuna wengine ambao wanaokuja kabisa na mafundisho ya ajabu. Unapofanya hivi unaungua moja kwa moja. Unapokimbia kwenye hili dini unaenda kwa dini lingine, unapata kabisa moto wa milele, unaanza moja kwa moja unafariki, unaanza kuungua. Hayo yote ni mafundisho ambayo yanakuja kweli kwa ajili ya kuwapatia watu uoga. Kwa kweli tunajua kwamba hukumu ipo, tunajua moto upo, tunajua hiyo ni kweli, lakini sio kama gisi watu wanavyosema. Na kipindi hicho nimeshawahi kukifanya kuhusiana mambo ya kuzimu za jana. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji, kupitia nguvu zake Roho Mtakatifu tutaenda moja kwa moja kabisa kwenye kipindi hiki, na ndio maana Mwenyezi Mungu anatuambia kupitia Sulemani katika Methali yake ya 19:2 kwamba si vema nafsi ya mtu ikose maarifa. Tunatakiwa kuwa na maarifa mpendwa wasikilizaji, ili tuende kupata kujua na kuelewa mafundisho, maandiko, ufunuo, unabii ambao Mwenyezi Mungu anautengeneza, aidha ametuwekea sisi wanaye. Na ni vizuri kuongelea kuhusiana na mambo ya unyakuo, haijakuwa vibaya. Wengine wanajihusisha mambo ya unyakuo, wengine ni miujiza, wengine ni masadaka, mambo ya sadaka. Lakini zaidi sana tuko hapa kwa ajili ya kuonyesha mtu ni njia ipi ambayo anatakiwa kuifuata ili kwamba apate kurithi ufalme wake Mwenyezi Mungu. Sio vizuri kuongea tu kuhusiana na paradiso na vingine, lakini uonyeshe mtu namna gani hiyo njia anaweza akaifuata ili aingie. Maana kuna watu wengi ambao wanaandika kwamba haya mafundisho ambayo ulikuwa unayatoa sijui yale ya kuonyesha kwamba Kristo ni mweusi na vingine, hayawezi akaokoa mtu. Tena narudilia, maana hizi comments zinaendelea. Mimi nashangaa na shindwa kuelewa, wapendwa wasikilizaji. Mimi nawauliza,
Ikiwa hiyo ni kweli na unakataa, kweli unaweza kuokolewa kweli kweli? Hakuna kitu ambacho unaweza kusema kwamba hii ni kweli kidogo na kweli kubwa ndio hii hapa. Kweli ni kweli tu kwa asilimia yote. Na ndio maana hata katika wokovu ni 100%. Uokolewe tangu awali na uokolewe katika sekunde za mwisho. Wokovu ni mmoja tu. Kama ni 100% kila mtu, wokovu ni hiyo hiyo tu. Lakini tofauti ni thawabu ambayo watu watapata. Hicho ni kitu ambacho kiko tofauti. Hiyo sio mada ya siku ya leo. Kwa hiyo tunaingia kwenye mada ya leo ili tuangalie ni kitu gani ambacho kinatokea wakati aidha kipindi mtu anapofariki, anapotaka kufariki. Yaani anapotaka kufariki mnaelewa kwamba ni wakati ambapo mtu anataka kukata roho. Na baada ya kukata roho ni nini kinaendelea? Haya ndio mambo ambayo tutaongelea kumradhi kwenye kipindi hiki. Na ndio maana nawatuma kwenye kitabu cha Ayubu sura yake ya 14 mstari wa 10 inasema hivi: lakini mtu hufa na huo ndio mwisho wake. Akishatoa roho anabakiwa na nini tena? Alama ya kuuliza. Maandiko yanatuambia kwamba mtu anapofariki huo ndio mwisho. Yaani ikiwa roho imeshatoka ndani ya mtu huyo, anabaki na nini? Hakuna Sasa swali linakuwa, tunajua kwamba kuna watu ambao wanafufua watu. Naposema hivi tayari watu wengine wameshaelewa ni wapi ambao naelekea. Wiki iliyopita nyote mnajua kitendo ambacho kimetokea, watu ambao wamefufuliwa, mtu ambaye amefufuliwa. Hayo yote tutagusia, maana ni kipindi ambacho Mungu ni mkuu, kwa sababu tayari hiki kipindi ni wiki sasa na kitayarisha ili nikitoe kwenu. Na hayo mengine yametokea. Na hicho ni kipindi ambacho kinaendana sambamba. Sio kwamba nimetayarisha hiki kipindi kwa ajili ya mambo ambayo yametokea huko Afrika Kusini, hapana. Niseme ukweli, huo ndio ukweli. Lakini yameendana moja kwa moja na mambo ambayo tutaenda kuongea kwa siku ya leo. Ila twende pole pole. Ayubu anatuambia lakini mtu hufa na huu ndio mwisho wake. Akishatoa roho anabakiwa na nini tena? Watu wengi tunajua kwamba watu wanafufuliwa, watu wanasema kwamba wanafanya miujiza, watu wanafufuka. Kuna wengine ambao wanafariki. Na baada ya siku fulani watu wanasema kwamba wanasikia sauti, sijui analia nyumbani, tunajua nyumbani. Kuna wengine ambao walishuhudiwa walikufa, wakazikwa, wakaanza kuonekana sehemu, na wakashikwa tena wakarudia. Sasa ikiwa mtu, maandiko yanasema kwamba mtu anapofariki anamalizika na kufa na hawezi tena kurudi. Sasa hao ambao wanarudi inakuwa namna gani? Ni kitu gani ambacho kinatokea zaidi sana kwa hao watu ambao wanaitwa kwamba watu wanaowekwa misukule? Sijui mnaelewa misukule, wale watu ambao wamefariki kwamba lakini tena wanaendelea na maisha mengine ambayo watu wengine wanawatumia katika ulimwengu huu. Kitu ambacho nitawaambia kwanza, wapendwa wasikilizaji, mkielewa na mshike hili, maana ni ukweli. Katika ulimwengu huu hakuna mwanadamu yeyote, hakuna mganga yeyote yule aliye na uwezo wa kumfufua mtu ambaye ameshafariki. Huo uwezo hana. Narudilia tena na kazi. Katika ulimwengu huu hakuna binadamu aliye na uwezo wa kumfufua mtu ikiwa ameshafariki. Mtaniambia hapo umegonga mwamba. Kristo, Elia, Elisha wote walifufua watu. Nitakuambia kwa nini nasema hii na ni nini ninachomaanisha zaidi. Kwa hiyo tuende polepole kwa wale ambao wako pale kwa ajili ya kuangalia nitaongea kitu gani, waende wapeleke kwamba imani anasema hivyo. Najua Kristo alifufua, Elisha hivyo hivyo, Elia hivyo hivyo, lakini ninaposema kwamba hakuna mtu, ninaposema mtu, si tunajua kwamba kuna watu ambao wanajidai kwamba wao wanaweza wakafufua watu na wanafufua, si ndivyo? Tutaenda kuonyesha katika maandiko kwamba hakuna, hata shetani mwenyewe hana uwezo wa kumfufua mtu ambaye amekufa. Sijui kama inaeleweka. Iwe vizuri. Iwe vizuri. Tuende vizuri. Kuhusiana na Kristo, Elisha na wengine tutafika. Tutaenda kuonyesha kwa nini iliwezekana kwa Kristo, Elisha, Elia. Tutaenda kufika huko. Na kwa nini kwa wengine haiwezekani na haiwezi kuwezekana.
Tutafika wapendwa. Kwa hiyo mtu anapokufa, kwa nini mtu anakufa kwanza? Mwanadamu yeyote yule ambaye unasikia kwamba amekufa ni kwa sababu kuna dhambi. Dhambi ipo. Dhambi kwanza ipo. Hili ni kitu cha kwanza. Na wakati mtu anapofariki, mpendwa msikilizaji, ni kutokana na kwamba tunapochukua mtu ambaye amefariki kwa sababu alikuwa tayari mzee, ni kwa sababu selile ambazo ziko mwilini zimechoka kutenda kazi. Zimechoka, zimedheheka, zimechoka. Mtu hawezi tena, yani selile zimeshindwa kabisa nguvu kutenda kazi. Huyo mtu anaweza akafariki kwa sababu ya uzee, kwa sababu ya selile hazifanyi tena kazi. Sasa kwa wale watu ambao wanakufa tu kwa kushtukiza, ugonjwa tu umebeba, moja kwa moja mtu anafariki. Kwa wale ambao wanapigwa na risasi aidha wa kisu, vitu vingine, nini kinatokea? Ni kwa sababu katika kupigwa kwa mfano risasi, kuna sehemu ambapo risasi limeenda kugawa selile aidha sehemu fulani ambayo imeenda kukata zile seli, na hapo moja kwa moja mtu anafariki. Na kuna wengine ambao anaweza akapigwa lakini asifariki, kwa sababu sio kila sehemu ambapo mtu anaweza akapigwa risasi aidha kisu na moja kwa moja akafariki. Hapa sasa ni kitu gani ambacho kinatokea wakati mtu anapotaka kufariki na baada ya kufariki? Hiyo ndio mada ya siku ya leo. Lakini mtu hufa na huo ndio mwisho wake. Akisha toa roho, anabaki na nini tena? Alama ya kuuliza. Kitabu cha Ayubu kinasema hivi. Hapa wanatuambia kwamba akisha toa roho. Ni nani huyo anayetoa roho? Ni nani anayetoa roho? Mtu akifa na huo ndio mwisho wake. Huyo mtu akisha toa roho yake, anabaki na nini? Jibu ni kwamba wanaposema kwamba akisha toa roho, ni nafsi yenyewe. Ni nafsi ndio wanayoongelea hapa. Nafsi ya mtu ndio inayotoa roho. Inatoa namna gani? Mada ndio hii, mpendwa wasikilizaji. Mnatakiwa kuelewa kwamba katika mtu kuna vitu vitatu. Katika mtu kuna vitu hivi vitatu. Kuna mwili, kuna nafsi, kuna roho. Hii roho ninayoongea, mpendwa msikilizaji, sio Roho Mtakatifu, ni roho wake Mwenyezi Mungu ambaye aliweka kwa kila binadamu. Na nitawaambia kwa nini Mwenyezi Mungu aliweka hiyo roho katika binadamu. Na nini umuhimu wa roho hiyo? Sio Roho Mtakatifu, hapana. Na hichi ndio kitu ambacho kinasababisha watu wengine wanasema kwamba kila binadamu anaye Roho Mtakatifu. Sio kweli. Kila binadamu anaye roho wa Mungu, ni kweli. Huyo roho wa Mungu sio Roho Mtakatifu, ni roho ambayo yuko sambamba, kwa sababu wakati mtu alipoumbwa, tunajua Mwenyezi Mungu alishusha ile roho ya pumzi ya uhai, ambayo ni roho wake Mwenyezi Mungu, sio Roho Mtakatifu, roho wake Mwenyezi Mungu, na nafsi ikawa hai. Tutafika huko wapendwa wazazi. Ni mafundisho ambayo unatakiwa ni ya kiroho zaidi. Kwa hiyo naamini kwamba Mwenyezi Mungu atatuongoza kupitia Roho wake Mtakatifu, tutaenda kuelewa. Kwa hiyo huyo anayetoa roho ni nafsi ya mtu. Sasa hiyo roho inatoka namna gani? Huyo nafsi anatoa roho namna gani? Ndio hapa sasa tunapenda kueleza kuhusiana na jambo ambalo linatokea wakati mtu anapofariki na baada ya kufariki. Ni kitu gani kinatokea zaidi sana? Nimesema kwamba mwili, kuna nafsi, kuna roho. Wakati mtu anapofariki, aidha anapotaka kufariki, kuna jambo ambalo linatokea. Jambo ambalo linatokea ni hili. Nitafanya hivi ili niwaeleweshe vizuri. Tunachukua kama vile mwili, nafsi, roho. Kati ya mwili na nafsi kuna muungano upo. Na kati ya nafsi na roho hiyo kuna muungano pia. Sasa wakati mtu anapotaka kufariki, ndio pale ambapo ni sekundi za mwisho kabisa mtu anataka kufariki. Ni hapo ambapo anataka kukata roho. Kukata roho maana yake nini? Ni hivi. Yaani ni moja kwa moja huu muungano ambao upo kati ya mwili na nafsi, yani unakatika. Yaani nafsi anajitoa kumwili kwa sababu wana muungano ambao uko hapa, lakini nafsi anatoka kumwili.
hapa moja kwa moja sisi kama vile wanadamu tunasema mtu anakufa. Tunaanza kulia, oh mama, sherie, amuka na vingine. Hapo hivyo ni kifo cha mwili. Sijui kama inaeleweka, tunaenda polepole. Hapo hivyo mtu amefariki. Baada ya hapo sasa nafsi inatakiwa pia kujikata. Yaani kuwe pia mtengano kati ya nafsi na hii roho ambayo ilikuwa pamoja na yeye. Haya mambo ninayowaambia yanatokea katika punde ya sekunde tu, kila kitu kinamalizika pale pale. Kwa hiyo nafsi pia inajigawa na roho. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu inatakiwa mwili uende katika udongo, nafsi iende katika chumba cha wafu ambao wanasema Kifaransa séjour des morts, na hii roho inarudi kwa Mungu. Ndivyo ilivyo. Sijui kama inaeleweka kwa wapendwa wasikilizaji. Mwili unaenda mavumbini, nafsi inaenda kwenye chumba cha wafu kusubiri aidha hukumu aidha thawabu, na hii roho inaenda kwa Mungu. Labda mtaniuliza sasa, hiyo roho ambayo inaenda kwa Mungu ni roho ya namna gani? Aidha ni nani ambaye tuseme ni roho ya yule mtu ambaye anayetembea katika uoga wa Mwenyezi Mungu? Hapana. Kila mwanadamu yeyote yule ambaye ana roho wa Mungu, kwa sababu mwanadamu lazima awe na roho ya Mungu tu. Na nitawaambia kwa nini wanadamu wana roho ya Mungu. Kila mwanadamu, hata uwe mwizi, mchawi, mlozi, mwasherati, msengenyaji, yani yeyote yule, roho ile ambayo imo ndani yako inarudi kwa Mungu. Namna gani? Wengine watasema, haiwezekani. Mtu ambaye anatenda dhambi roho inaweza enda kwa Mungu namna gani? Unajua roho ni kitu ambacho yani Mwenyezi Mungu alitukopesha, tuseme kukopesha, naweza nikasema kwa aina hii roho na huu mwili huu ambao ametumbia. Lakini sisi mtu mwenyewe ni nafsi. Kwa sababu nafsi inayotenda dhambi ndiyo itakayohukumiwa, itakayokufa. Maana mwili hauwezi kwenda na nafsi pamoja, hapana. Na hauwezi kaenda na nani? Na roho. Sasa wakati huo tunaona kwamba nafsi yeye anaenda kule, na roho huyo ambaye tuseme kwa mfano wewe ulikuwa, ikiwa unapoona watu katika ulimwengu huu wasingelikuwa na roho huu wa Mungu ndani yao, yani tungekuwa kama vile wanyama, tungekuwa tunauana, tunafanya kila kitu ambacho kwa sababu ikiwa kuna watu, hata unaposema kwamba ni muuaji, lakini kuna kipindi ambacho utu unafika kidogo, unasema ninachokifanya si kizuri, lakini nakifanya tu. Inachosababisha wewe useme hilo ni kwa sababu kuna roho wake ndani yako. Lakini roho anakuongoza, bali kwa sababu tamaa ya nafsi inakusumbua zaidi sana, inasababisha wewe usimsikilize huyu roho ambaye yuko ndani yako. Sio kama inaeleweka. Ikiwa wanadamu wanafanya mema kidogo katika ulimwengu huu, hata kama ni mwezi na mtu wa namna gani ana huruma kidogo, ni kwa sababu roho wa Mungu yuko ndani mwako. Na kuna kipindi ambacho nafsi inaweza kukutuma kwamba wende ukahibe. Lakini utasikia kama vile sauti hata vingine sio kwambia, hapana, sio vizuri. Lakini ni dhambi. Uende tu. Utaomba msamaha na kila kitu kitamalizika. Ni kwa sababu kuna roho wake Mwenyezi Mungu ndani yako, sio Roho Mtakatifu, ni roho ambaye Mungu ametupatia sisi. Kila mwanadamu anaye. Ili kwamba tuwe tunafanya mambo ambayo ni mema. Ikiwa tunamsikia Mwenyezi Mungu, tunamsikiliza Mwenyezi Mungu kumradhi, ni kwa sababu tunaye roho Mwenyezi Mungu, ili sisi tufanye mazungumzo na Mwenyezi Mungu kupitia malaika zake, kupitia manabii, tusikie neno lake. Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ameweka kama vile tuseme kama vile ni antena ambayo imo ili sisi tupate kufanya mawasiliano na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo bila hii roho hatuwezi, hata kama kuna mtu ambaye anaweza akahubiri, hatuwezi tukasikia hata kitu chochote, kwa sababu ikiwa hatuna huyu kidogo, hata kumsikia, hata kufanya jambo ambalo ni njema, hata tunachukua hata gari tunaenda tunagonga watu, tunapiga watu hovyo, ikiwa hatuna roho. Napenda kuweka hichi kitu wazi ili watu waone umuhimu na utofauti kati ya roho wake Mwenyezi Mungu ambaye alitupatia sisi watu na Roho Mtakatifu wake Mwenyezi Mungu kuwa naye. Ni vitu viwili ambavyo viko tofauti. Kwa hiyo napenda kuonyesha kwamba huyu roho huyu anamrudilia Mwenyezi Mungu wa kila mtu, maana roho hana dhambi. Anayetenda dhambi ni huyu nafsi.
Nafsi ndiye anayetenda dhambi na huyu ndiye atakayehukumiwa, na ndio maana amepelekwa sehemu hii ya kusubiri. Yaani kusubiri kabisa. Roho hana tatizo na huyu ambaye ni mwili huu. Unarudi udongoni. Huu hauna shida. Ijapo kuna mwili nao una ufahamu, aza mwili pia una mawazo yake ambayo iko tofauti na nafsi, ni hivyo, lakini anayeongoza mwili wote mzima ni nafsi. Sijui kama nielewa wapendwa wasikilizaji. Hayo yote ambayo nayoongea tutaenda kuyadhibitisha ndani ya maandiko, maana wengine wanaweza kusema mbona unaongea tu, au tuonyeshe hata maandiko yanasema namna gani? Ni mambo yako ambayo unabuni au namna? Hapana. Kitabu cha Mhubiri sura yake ya 12 mstari wa 6. Mhubiri 12 mstari wa 6 nasema, wakati huo uzi wa dhahabu utakatika. Wapendwa, unaposoma maandiko haya wanakuambia kwamba wakati huo, wakati upi? Ni wakati ambapo mtu anapofariki. Wakati mtu anapofariki, kwa sababu unapoangalia, tuchukue mfano wa mama ambaye anazaa mtoto. Ili kwamba mtoto apate kuwa mtoto wakati wa kuzaliwa, inabidi mtoto akatwe nini? Ile kamba ya kitofu inayounganisha mtoto kwa mama. Kwa sababu wakati mtoto anapokuwa bado angali kwa mama na kitofu bado hakijakatwa, yani huyu mtoto yeye hana mambo mengine na ulimwengu huu. Ili kwamba apate kuingia katika ulimwengu wetu huu, lazima akatwe, ili kwamba na yeye mwenyewe sasa aanze kuishi katika ulimwengu huu, asiwe mtu ambaye anamtegemea tena mama yake. Anatakiwa akatwe. Yani na ndivyo ilivyo katika kiroho. Kuna mambo kama hayo. Nafsi pia na mwili una huyo nyuzi ambayo inayomuunganisha kati ya mwili na nafsi. Na huyo anakatika wakati wa kifo. Na ndivyo ilivyo hata katika kati ya nafsi na roho. Pia kuna nyuzi mwingine ambaye hii inaitwa ni nani? Wakati nyuzi huu wa dhahabu. Huu ni muungano kati ya nafsi na roho. Kwa hiyo hivi vipengele, wapendwa wasikilizaji, ni lazima muvielewe, muvijue vizuri. Mnatakiwa kuvijua vizuri. Na ndio maana tuambia kwamba wakati huo uzi wa dhahabu ukatika. Na tunapoangalia kitabu cha Ayubu sura yake ya 14 tena mstari wake wa 12, sasa inatuambia hivi: ndivyo anavyokufa mtu, wala haamki tena, hata amka tena wala kugutuka, hata hapo mbingu zitakapotoweka. Narudilia tena, nasoma, maana muwe makini sana. Tunataka kuingia kwenye ufunuo ambao ni mzuri sana wa mambo ambayo yametokea siku hizi. Ndivyo anavyokufa mtu, wala haamki tena, hata amka tena wala kugutuka, hata hapo mbingu zitakapotoweka. Nimesema kwamba hakuna mwanadamu aliye na uwezo wowote ule, mfumo na wengine, wa kumfufua mtu. Lakini utofauti upo kwa wale watu ambao ni wa Mwenyezi Mungu wa kweli. Hapo utasema kwamba ni kama vile umejipinga. Unasema kwamba kuna watu, kuna wengine hapa. Ni namna gani watu wanaweza wakafufuliwa namna gani? Tutachukua mfano wa Kristo jinsi alivyofufua Lazaro. Nini kinatokea zaidi, na kwa nini nasema kwamba hawa wote wanaojiita kwamba ni wachungaji, wanaojiita wa profeta wengine, hakuna yeyote. Kitu cha kwanza, ili kwamba mtu afufuliwe kwanza, cha kwanza, ili mtu ambaye amekufa kabisa, ambaye waganga wanadhibitisha kwamba huyu mtu amefariki, ili kwamba huyu mtu afufuliwe na mtu ambaye ni wa Mungu, kitu cha kwanza, huyu mtu anatakiwa kwanza afe katika kweli, awe mtu ambaye alikuwa akitembea katika woga wa Mwenyezi Mungu. Hicho ni kitu cha kwanza. Amefariki katika kweli huyu mtu, kwanza, cha kwanza hicho. Sijui kama inaeleweka. Cha pili, yule mtu ambaye anayekuja, yule mtumishi wa Mwenyezi Mungu, anayejiita kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu, anayependa, anayekuja kwa ajili ya kumfufua huyu mtu, cha kwanza, na yeye pia anatakiwa hawe katika ukweli wake Mwenyezi Mungu. Sio mafundisho haya mengine yote ya ajabu ambao watu wanakuja kwa hiyo Jésus m'a sauvé, sijua alikufa msalabani na vingine, anakuja kusema kwamba anafufua mtu. No. Uwe katika kweli ya mafundisho ambayo ni ya kweli haya ninayotoa kila wakati. Uyajue na utende kadri kama kisi alivyo. Sijui kama inaeleweka. Cha pili hicho. Cha tatu,
kuwe sababu ya wewe kwa nini unapenda aiza huyu mtu, unaomba Mwenyezi Mungu huyu mtu afufuliwe. Kwa nini? Hivi ni vitu vitatu ambavyo ni muhimu zaidi sana katika ufufuo. Maana kuna wengine ambao wanakuja wanasema kwamba wanafufua watu kwa sababu watu wengine wapate kuona kwamba yeye anafanya miujiza. Watu wengine wakuje ili wapate kupata sijui watu wengi waje kanisani, apate sadaka za kutosha. Je, ikiwa ni hiyo lengo zaidi, ni hilo lengo zaidi sana, kweli unaona kwamba Mwenyezi Mungu yuko hapo? Wakati Kristo alipomfufua Lazaro alisema namna gani? Mwenyezi Mungu Baba, ninajua kwamba unanisikia kila wakati, lakini kwa mara hii tena nimeomba kwa sababu ya hawa walio hapa karibu, ili wapate kujua kwamba wewe ni Mungu wa kutukuze. Hilo ni lengo la Kristo alilolifanya, ili kwamba aende kumfufua Lazaro. Wakati alipofika alisema kwamba Lazaro hajafa, amelala. Maana mtu ambaye amefariki katika Bwana, huyu hafi, analala. Na mtu anayetakiwa kumwamsha ni mtu ambaye na yeye pia anatembea katika woga wa Mwenyezi Mungu. Mtu ambaye amewekwa na Mungu kutenda kazi yake ya kweli, huyu anaweza kufufua. Sio hawa wachungaji wenu ambao wako hapa. Mimi nasema hakuna mtu hawezaye. Kwa nini nasema hivyo? Maandiko yanasema kwamba ndivyo ilivyo. Ikiwa wewe umefariki katika dhambi, hicho cha kwanza, hata kuwe nani na nani hauwezi ukafufuka tena. Na ikiwa umekufa kweli kweli, hauwezi ukafufuka hata kufanyike nini. Ili nasema na kaza maneno. Kwa nini? Nitawaambia kwa nini, wapendwa, kupitia Roho wake Mwenyezi Mungu. Unapokufa katika dhambi, hata wakuje na maombi ya namna gani, wakuombee namna gani, na mtu ambaye ni wa Mwenyezi Mungu hawezi hata kukuombea. Haize akuja afanye nini? Lazima Mwenyezi Mungu amtume kwanza. Mwenyezi Mungu hawezi kumtuma mwanae kwa mtu ambaye amefariki katika dhambi. Umeshafariki, umefariki katika dhambi. Lakini mtu ambaye anafufuliwa ni yule mtu ambaye kwanza alikuwa amefariki katika Mungu. Hicho ni kitu cha kwanza. Kwa nini? Nimeonyesha kwamba wakati mtu anapofariki, mwili unaenda udongoni, nafsi inaenda kwenye chumba cha watu ambao wanafariki, séjour de mort, na roho inarudi kwake Mwenyezi Mungu. Sasa ufufuo unafanyika namna gani? Kipindi hicho kitakuja baada ya hiki, lakini napenda kwanza kuonyesha ni namna gani. Kwa nini nasema kwamba haiwezekani hivi gisi watu wanavyofanya michezo? Kwa sababu wakati unapofariki, kile kipindi ambacho unataka kufa, kile kipindi ambacho unataka fariki, unapofariki katika Bwana, pale pale wakati unataka kukata roho kabisa, malaika yuko hapo. Ni kitu cha kwanza. Malaika yuko hapo. Ni vitu ambavyo vinatokea punza sekunde ngapi, kila kitu kinamalizika pale pale. Malaika yuko pale. Wakati unapofariki, ina maana kwamba nafsi imetoka. Na nafsi wakati inapotoka, inaingia katika giza kuu. Inaanza sehemu nyingine, inaanza njia nyingine. Na ili kwenda kulala, unatakiwa kwanza kutumia hiyo njia. Na hiyo njia ni njia ambayo iko giza. Na hilo giza sio giza tu, lakini kuna mapepo, kuna mambo mengine ambayo hauwezi wewe mwenyewe nafsi yako kwenda yenyewe. Inatakiwa kuongozwa naye malaika, ili kwamba aende kufikisha sehemu hiyo ambapo natakiwa wewe ufikishwe. Na hiyo njia hiyo ndio hii ambao wanasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Ni hilo bonde la uvuli wa mauti, ni njia ambayo unatumia ili kwenda sehemu ambayo ni ya kulala, la route du grand mystère. Sijui kama watu wanaelewa. Unapofariki watu wanalia, baba anakufa na vingine. Nafsi tayari imetoka, inaanza safari. Malaika yuko na wewe, anakuongoza unaenda. Ili kupita hapo hauwezi ukapita wewe mwenyewe. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaokufa bila Kristo, bila Mwenyezi Mungu, malaika hawezi kuwa pale. Moja kwa moja tunapelekwa sehemu zenu ambao ziko pale tayari. Hautapelekwa na mtu. Utaogopa nini na wewe uko katika giza? Malaika hawezi kuwa pale kwa ajili ya kupeleka mtu ambaye amefariki katika, kwa sababu hakuna uhusiano kati ya nuru na giza. Kwa hiyo wakati unapofariki ndugu yangu katika Bwana, moja kwa moja pale kuna malaika ambaye anakusubiri. Nafsi yako yeye anapeleka.
Hapo hivyo tayari nafsi, mwili na roho vimeshatengana. Malaika huyo anapeleka nafsi yako sehemu ambapo ni ya kupumzika. Vivyo hivyo roho yako pia inatakiwa kupelekwa kwenda kwa Baba, na sio aina tena ya hao malaika. Kuna aina nyingine ambayo wanaitwa ofanime. Sijui mkiswahili wanaita namna gani. Hao ndio wanaopeleka roho yako pia hadi kwa Baba. Kwa hiyo hata pia roho yako haiwezi kaenda yenyewe, inatakiwa kupelekwa. Hapo sasa mtaniuliza, sasa wewe umesema kwamba mtu anapofariki katika dhambi yeye hawezi kupelekwa. Nasema nafsi haiwezi kupelekwa na malaika, lakini roho, hata uwe mtu ambaye umeiba na vingine, hiyo haina dhambi, haina chochote. Na ndio maana malaika, kuna aina nyingine ambayo ni ofanime, ndio wanapeleka kwa Baba. Na narudilia kwa sababu kuna watu ambao wanaweza kawa na maswali kama haya. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya nafsi na roho. Roho haina dhambi. Unapofariki inatolewa, inapelekwa kwa Baba. Haina kitu. Roho, nafsi ndio mwenye matatizo. Ametenda vizuri, sawa. Ametenda vibaya, mambo mengine. Je, inaeleweka wapendwa wasikilizaji? Munaona utofauti kati basi watu wanachukua mwili wanaenda kuzika. Ikiwa hivi naongea kwa wale watu ambao wamefariki katika Bwana. Wanadamu mnachukua mwili, mnaenda kuzika, unarudi udongoni, malaika anaenda na nafsi moja kwa moja hadi kwenye chumba cha wafu. Na ile nyingine aina ya malaika ambao wanaitwa maofanime, anachukua roho yako, inapeleka kwa Baba. Huyo mtu hivyo amefariki katika Bwana. Sasa ili kwamba huyo mtu ambaye amefariki pale kabla ya kudhikwa, tuseme sasa kwamba kuna kitu ambacho kinataka kutokea, afufuliwe. Ni kitu gani ambacho kinatokea pale? Ndio hapa nasema kwamba hao watu wanaosema kwamba wao wamefufua mtu, hapana kufanya mzaha na Mwenyezi Mungu. Wakati mtu wa Mwenyezi Mungu anaposimama, Kristo alipokuwa pale anasimama pale karibu ya Lazaro, alitakiwa kuomba. Na katika kuomba kuna mazungumzo. Na katika mazungumzo kuna formula ambayo inatumia ili kuita Lazaro, toka. Ni sauti ambayo inapita katika sehemu ile ile njia ya bonde la uvuli wa mauti, ambapo gisi nafsi ilivyopelekwa na malaika hadi sehemu ambapo nafsi ilipo. Inasikia sauti ambayo Lazaro. Na hiyo nafsi haitarudi tena yenyewe. Sijui kama inaeleweka. Inatakiwa tena Mwenyezi Mungu atume malaika aende kuchukua hiyo nafsi. Moja kwa moja ofanime, yule ambaye amepeleka ile roho ambayo iko kwa Mungu tayari, ashuke na hiyo. Yaani kwa sekunde moja zote mbili, tuseme na nafsi na roho vyote vikutane sehemu hiyo na viingie moja kwa moja tena ndani ya mtu. Vup. Fulani amefufuka. Huo ndio ufufuo. Huo ndio ufufuo. Hivi ndivyo ufufuo unavyofanyika. Sasa wewe mwenyewe kwanza unayejiita kwamba ni mchungaji, ukweli wa Mwenyezi Mungu haujaujua kwanza. Hata katika njia haujakuwa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu tu atoe malaika zake mbinguni kwa ajili wewe unasema kwamba kwanza maombi yako haitasikilizwa kwanza, kitu cha kwanza. Maana hauko katika kweli. Atoe tena malaika aende kuchukua nafsi yake ule mtu ambaye amefariki kwa ajili yako wewe ambaye mwenyewe kwanza wewe humjui. Amtoe kule, amlete ndani yako ili kwamba wewe sijui kama mnaelewa hilo. Kwa ni mambo ya kiroho. Wale wote mnaosikia kwamba sijui yeye alikuwa mtu ambaye wafumu wanafufua watu, viko. Tutagusia pia kuhusiana na misukule. Maana kuna watu ambao wanasema kwamba fulani alifariki, wakashuhudia kwamba amefariki. Madokta wanaandika wakasema kwamba kweli tumepima, hatusikii kabisa, roho imetulia kabisa, amefariki huyo mtu. Okay. Wanapeleka, wanazika. Baada ya wakati tu fulani anaanza kuonekana sehemu, maana yanatokea kwetu. Anaonekana sehemu fulani, anaonekana sehemu fulani. Na baadaye kule anashikwa. Watu wanamuona ni kweli ni yeye. Sasa je, huyu mtu alikuwa ameshafariki? Na kama amefariki kweli amefufuliwa, inakuwa namna gani? Tunajua kwamba kweli ushirikina upo. Ni kweli upo. Hapo naweza nikakwambia kwamba hakuna mtu ambaye anafariki hapo. Ni ushirikina ambao unapita.
kuonyesha watu kwamba fulani amefariki, lakini hayupo, hajafariki, yupo. Sijui wanafanya namna gani, lakini nakupatia picha. Mimi sijui wanafanya namna gani, lakini nakwambia kwamba ni wao wenyewe wanaocheza huu mchezo. Sisi kama vile wanadamu wengine ambao tuone, kwa sababu watu ambao ni wa kiroho wanaona kila kitu. Unapokuwa mtu wa kiroho kweli kweli, utaona kwamba huyu mtu sio mtu. Huyu sio hayuko, huyu sio yeye, na mambo watu wataona. Wengine wameshawahi kushuhudia hivyo. Kwa hiyo yule mtu ambaye wanakuambia kwamba alikuwa sijui anawekwa tena msukule, huyu mtu hafi. Huyo mtu hafi, hapana. Tuwe serious. Maana ikiwa mtu anakufa, hata awe sijui mchawi wa namna gani wa aina, hata shetani, nasema hata shetani hawezi kumfufua mtu ambaye amefariki. Hapana. Hao watu ambao wanaonekana kwamba amefariki ni kwa sababu tuwe tukasema kwamba yuko mkoma, sijui mkiswahili ni namna gani. Yaani ni kuzimia. Yaani mtu amezimia tu. Ni kama vile mtu amezimia, lakini moyo haudundi tena. Kwetu sisi tayari na waganga wanahakikisha kwamba amefariki. Hivyo ni hivyo. Kuna watu ambao wanazikwa na wako bado wangali. Lakini ujue kwamba kuna wale watu wengine, tuache kwanza mambo ya usukule na vingine. Kuna wengine ambao wanafariki. Siku 2 ameshafariki. Ya 3 anataka kuzikwa. Hakuna mtu ambaye ameomba, hakuna kitu kingine. Sasa ni kitu gani? Anasema, mimi nilikuwa alikuwa bado hajafariki. Bali nafsi yake ilikuwa sehemu. Na ile kamba ilikuwa bado haijakatika. Maana ile kamba kati ya nafsi na mwili ikikatika, basi amemalizika. Sijui kama inaeleweka. Huyo mtu alikuwa bado hajafa. Lakini kwetu sisi utaangalia, utagusa, utafanya hivi, hakuna kitu ambacho unasikia haipo. Waganga wanakuja na vipimo kwa liko wanapima, hakuna. Kuna wengine ambao wanasema kwamba mtu akifufuka hivyo, tayari wanaanza kuvamia yule mganga. Wewe umeandika kwamba alikuwa ameshafariki nini. Wewe ndio ulikuwa. Hapana, mnaweza kuwalaumu tu bure. Ni hivyo. Maana kwetu sisi wanadamu, mtu anapokufa na yani mtu roho haidundi tena, tayari si mtu amefariki. Yeah. Na yeye na wenyewe wanapima, wanaona kweli kweli hakuna chochote ambacho kinatilia fulani amefariki. Lakini kimungu kunatakiwa kwanza kamba kati ya roho ya nafsi na mwili ikatiki, ili kweli kweli mtu ajulikane kwamba amefariki. Sasa huyo mtu mtajua namna gani kwamba kweli kweli amefariki aidha bado hajafariki? Unaona? Kwa hiyo wale watu ambao wanafanya hivyo, sijui watu mnawaona baadaye tena wanaenda wanatembezwa mitahani, wanalia fulani, tunasikia fulani sauti yake anapigwa na vingine. Nawaambia kwamba kweli kweli hao watu sio kwamba wanafariki, kwamba baadaye tena wanaenda wakawafufua, hapana. Hakuna mwanadamu ambaye ana uwezo huo, ambaye ni mtu akishirikiana na vingine, hapana. Huyo mtu kwanza anatakiwa kwanza afe katika Bwana. Halafu mtu ambaye anamjua Mungu wa kweli, ambaye anamuogopa Mwenyezi Mungu, sio kwa sababu hakuna hata mchungaji katika ulimwengu nasema itawaumiza, lakini nasema hakuna hata mmoja. Maana wote wamedanganywa na hao wa teolojia wazungu. Ndio mafundisho ambao wanahubiri. Ikiwa mtu bado angana anasema kwamba mubariki wale walio pale Palestina, kwamba ndio taifa la Mungu, huyo mtu bado hajajua. Hajua hata ukweli. Hajua hata ukweli. Kwa hiyo chochote ambacho atakifanya ni cha uongo tu mtu. Sijui kama inaeleweka. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo nimewaonyesha kwa kinywa, lakini tutaenda kuyadhibitisha ndani ya maandiko. Hicho ndio kitu ambacho kinatokea wakati mtu anapoenda katika hali ya kufa, na baada ya kifo anapelekwa wapi? Na ili kwamba mtu arudie, inatakiwa tena malaika huko alete nafsi, roho ikuje na ingie moja kwa moja kwa mwili, na mwili mtu nafsi iwe hai. Hilo linaeleweka nafikiri. Sasa, kitabu cha Zaburi sura yake 23 mstari wa 4 inasema, nijapopita katika bonde la giza kuu, aiza katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Hataogopa mabaya. Huyu ni Daudi anayesema hivyo. Ingawa naweza kupita katika hilo bonde la uvuli wa mauti, siwezi nikaogopa mabaya. Kwa nini? Kwa sababu nalindwa. Nitapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana wewe upo pamoja nami. Wewe upo pamoja nami. Lazima kuwepo mtu ambaye ni malaika wake Mwenyezi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hana haja ya kuja kupeleka nafsi kwenye chumba cha wafu. Hapana. Malaika wako pale kwa ajili ya kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Nitapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanilinda. Kwenye tafsiri nyingine nasema vyanifariji. Wapendwa, hivyo ndivyo nilivyowaambia kwamba kuna barabara nijapopita. Wanasema hapa nijapopita katika. Ili upite unatakiwa kutumia njia.
Na hiyo njia baada ya kifo, nafsi yako inatumia njia ambayo ni bonde la uvuli wa mauti. Na katika bonde hilo ni giza kuu ambao unatakiwa kuongozwa naye malaika wake Mwenyezi Mungu ili nafsi yako ipate kupita na iende katika sehemu ambayo inatakiwa kwenda kupumzika. La route du grand mystère. Aya mkifahamu tunasema la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. Bonde la uvuli wa mauti. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo mnaposoma Zaburi ya nani, unapopita katika uvuli wa mauti ni wakati mtu anapofariki. Nafsi sasa inaanza safari yake. Ndio bonde, unaenda kwenye hiyo njia. Yaani ni njia. Na hicho ndio kitu ambacho watu wengine hawajui wakati mtu anapofariki ni nini kinatokea tena. Anaenda wapi? Unajua Mungu anapenda kuwafunulia mambo mengi. Mungu anapenda kuwafunulia mambo mengi. Lakini naweza nikawashauria msio wabishi haraka. Msio na matusi haraka. Maana matusi ni yake shetani. Msio watu ambao mnatusi zaidi. Maana msifikiri kwamba unapotusi wakati unapotoa haya mafundisho kwamba yatanirudisha nyuma, kwamba yatanikwaza. Najua hata mimi wakati nilipokuwa kama ninyi ndugu zangu, mtu anayekuja kuongea tofauti na yale mimi ninayoyajua, hata mimi nilikuwa najihisi vibaya. Na mimi naongea. Kwa hiyo na mimi siwezi nikawalahumu. Maana na mimi nilikuwemo. Kwa hiyo ni kawaida. Lakini itafika kipindi ambacho Mwenyezi Mungu mwenyewe atawapatia ufahamu wa kuyachunguza haya ninayoyaongea, na hicho kipindi ndipo sasa na nyinyi ile hasira ya kunitusi na vingine itapungua. Halafu sasa ndio mtapenda sasa kusikiliza mafundisho. Itafika sehemu mtasikia tu, lakini wakati huu ni vigumu kwa baadhi. Wengi tayari, kuna wengine ambao nimeanza na moja kwa moja au Mwenyezi Mungu alikuwa tayari ameshapenda waanze kusikiliza. Maana kuna watu wengine ambao walikuwa tayari wameshachoka, wanatafuta kweli. Na mimi nasema hata nyinyi ambao mko katika dhehebu mbalimbali, mko pale, lakini kuna wengine ambao wanaendelea kutafuta kweli, wanapenda kujua kweli kweli. Maana kuna maswali mengi ambao wanajiuliza, lakini kweli yenyewe hawajaione kama gisi. Kuna maswali mengi ambao wako nayo, lakini mpaka muda huu hawajapata jibu. Lakini nasema mpendo, najua jibu zote kwa hizo swali ambazo uko nazo ziko hapa. Kwa sababu ni mpango wa Mwenyezi Mungu ili haya yote mpate kuyajua. Sio mapenzi yangu mimi. Mimi sijui chochote. Sijui chochote. Kwa hiyo ni Mwenyezi Mungu ndiye anayependa mpate kujua. Kwa hiyo kwa yale maswali yote ambayo mko nayo, kuna ndugu ambaye ameuliza kuhusiana na voodoo, aiza ikiwa mtu anaweza kaoa wanawake wawili, aiza hapana. Unatakiwa kuoa tu mke mmoja tu. Hapana wawili. Kwa sababu ikiwa unaweza ukaoa wanawake wawili, je, utahakikisha kwamba hao wanawake wawili wasiwe na malumbano kati yao wenyewe? Je, utawapenda wote kwa 50% huko 50 kweli utawapenda hivyo hivyo? Ikiwa uwezi hivyo, hautakiwi kuoa wanawake wawili. Na ndio maana ni vigumu kusema kwamba uwe na wanawake wawili au watatu. Hapana. Unatakiwa kuwa na mmoja tu, maana huo uwezo ndio uko nao. Je, uko na huo uwezo kweli kweli wa kumpatia huyu 100%? Yaani kusiwe hata ile chuki, kusiwe hata wanasema nini? Unafiki kati hao watu wawili au wanawake wawili kweli kweli? Kwa hiyo mke mmoja tu ndugu yangu. Maswali yatakuja sasa, wale wengine wazee walikuwa na 400 na vingine. Unajua wale wazee wetu wakina Abrahamu na vingine, imani ambao walikuwa nalo mpendwa, hatuwezi tukaingia kwa hilo imani. Tunajitahidi kweli kweli kumuomba Mungu kufanya vizuri, lakini wale wenzetu wale wa kile kipindi walikuwa na imani kweli kweli ambayo liko tofauti na hili. Imani ambalo watu wengine wanasimamisha jua lisitikisike. Sio kitu ambacho ni rahisi mpendwa katika kipindi hiki. Kwa hiyo inaomba sana. Kwa hiyo ndio hicho. Na kuhusiana mambo ya voodoo, nafikiri hicho kipindi kitakuja. Hata Biblia hiyo voodoo si ndio vaudor, mkifaransa vaudor, iko katika maandiko. Lakini sio vizuri, haustahili kuabudu vyote. Mara itakuja, lakini napenda kupitia hivyo haraka. Hauna haja ya kufuata hivi vitu vingine. Unajua wakati unaposema kwamba tusifuate hizi dini za wazungu ambao wameleta, haijamaanisha kwamba twende sasa kwenye dini zile za wazee kwamba tuende kuabudu mababu. Hapana, hatuna haja ya kuabudu mababu. Hilo ndio kosa. Babu zetu tunatakiwa kuwaheshimu. Tunawapatia heshima zao. Hicho ni kitu cha muhimu. Kumheshimu babu yako ni kitu cha, usimuone kwamba ni shetani. Hapana. Babu yako ni babu yako tu. Wakati anapoishi si ni babu yako. Anapofariki unaanza kumkemea si kwamba ni shetani.
Kumheshimu ni kitu ambacho kiko tofauti na kuabudu. Wa kuabudiwa ni Mungu peke yake tu aliye mbinguni. Napita, sio mada ya leo. Nilikumbuka hizo swali na ni muhimu, labda unatamani zaidi sana haraka kujua hilo, na ndio maana mimi nimewahi ili niende kusisitiza hai. Kwa hiyo Daudi anasema kwamba yeye aliyapopita katika hilo bonde la uvuli wa mauti, yeye hawezi kaogopa mabaya, maana analindwa. Kwa hiyo ili kupita hiyo lazima utumie njia. Upite, nijapopita lazima utumie njia ili upate kupita. Ili uende kuwekwa sehemu ambayo unatakiwa kuwekwa. Sasa Zaburi ya 34:7 inasema, malaika wa Mungu huwalinda wote wamchao. Unaelewa sasa? Malaika wa Mungu huwalinda wote wamchao na kuwaokoa katika hatari. Maana baada ya kufa, nafsi inaingia katika giza kuu, katika barabara ambayo ina uoga, ni katika hatari. Kwa hiyo malaika yuko pale kwa ajili ya kukupeleka. Na ndio maana yeyote yule ambaye anayemcha Mwenyezi Mungu, malaika yuko naye. Hata kabla hujafa, wakati unapofanya mambo mazuri, uko katika mapendo ya Mwenyezi Mungu, malaika yupo. Na kitu ambacho nitawaambia nyinyi ndugu zangu ambao mnakubali haya mafundisho kwamba sio ya kishetani, kwamba ni yake Mwenyezi Mungu anapenda kuwapatia. Kitu ambacho naweza nikakwambia ni kwamba hivi mko katika kusikiliza, na katika kusikiliza Mwenyezi Mungu anaendelea kuwaosha. Na wakati mnapooshwa, hivi tayari Mwenyezi Mungu ameweka kama kitu kama vile mwamvuli. Sijui wakati mnapoendelea kusikiliza mafundisho, Mwenyezi Mungu amewawekea kama vile mwamvuli moja kwa moja. Mvua inaweza ikanyesha, inapita huko, amuta rohana. Yaani Mwenyezi Mungu tayari hivyo ameshawapatia mwamvuli. Ninaposema mwamvuli, kuwalinda katika hizo jaribu zote ambazo zinaweza zikasababisha nyinyi msiendelee kusikiliza mafundisho, na ambazo zinaweza zikasababisha, kwa sababu Mungu katika njia, na katika njia mnatakiwa kujua mambo mengi zaidi sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anawalinda moja kwa moja. Mko na mwamvuli. Bado hamjapata Roho Mtakatifu, lakini mwamvuli upo. Na gisi mtakavyokuwa mnaendelea, na ndivyo Mwenyezi Mungu ataenda anatoa aina nyingine ya miamvuli ambayo ni kubwa, au sijui ya namna gani, sijui yani mambo ya kiroho. Mwenyezi Mungu ataendelea kuwa pamoja na nyinyi. Kwa hiyo malaika wa Mwenyezi Mungu walinda wote wamchao na kuokoa katika hatari. Kwa hiyo wote wanaotembea katika uhoga wake Mwenyezi Mungu, wakati wanapofariki, malaika yuko pale pale anawaongoza. Kuna wengine ambao wanakufa kwa kushtukiza. Kuna wengine ambao wanakufa kwa ajili ya uzee na vingine. Sasa utaniuliza, mtu anayepigwa risasi, hiyo aina hiyo, sijui nafsi kujikata, kumwili kujikata, kuroho, inapitika namna gani? Ni mambo ambayo kwetu sisi ni mambo ambayo yanapita papa. Na kiroho ni zaidi hapo. Ni mambo ambayo yanapita automatically kidogo, tak. Yaani kila kitu kimemalizika pale pale. Kwa tunaweza kusema kukata, tunasema kama vile wanadamu tunaonyesha namna gani vinavyofanyika, kwa sababu ninavyoongea kwamba wanakata tayari kila kitu kimeshamalizika, labda tayari mwili umeshapelekwa katika hiyo sehemu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinapita tu kwa haraka sana, moja kwa moja, kufumba na kufumbua, labda moja kwa moja mambo yameshapita. Zaburi ya 3 mstari wa 5 nasema, nalala na kupata usingizi, naamka tena, maana Mungu ananitegemeza. Wakati unapoingia kwenye chumba, unapoingizwa na malaika kwenye chumba cha wafu ambao séjour nebo, unalala. Kulala sio kufa. Si mtu ambaye analala anaweza kaamka. Kwa hiyo kuna sehemu ambapo watu wanalala, kuna wengine ambao hawalali, wako tunafahamu. Kwa hiyo kuna sehemu mbalimbali za vyumba vya wafu. Viko sehemu mbalimbali. Sasa Daudi anasema naamka tena. Analala, anaamka tena. Wakati anaposema nalala, yuko ndani ya chumba cha wafu. Naamka ni wakati wa mwisho. Ni katika kipindi kile cha mwisho cha ufufuo, ndio anasema naamka tena. Kwa hiyo wewe ndugu yangu unayeogopa kifo, usiogope. Hauna haja ya kuogopa pana. Kwa sababu Mwenyezi Mungu atakuelekeza. Atakuonyesha, atakupatia nguvu, atakuelekeza na kuonyesha namna katika hali yote ambayo yatakutokea katika kipindi cha kufa. Hauna haja ya kuogopa. Usiogope utakufa na nani, wengine wanafariki utakuta anasema, "Hey, nitakufa na nani?" Utakufa na nani unamaanisha nini? Kwa sababu kuna watu wakati mtu anapokufa, anajua kwamba anakufa, hivi anataka kufa. Ufahamu upo.
Na hicho kitu ndio kitu ambacho kinasababisha watu wanaogopa zaidi, kwa sababu hajui ni nini kitatokea upande mwingine. Sasa hauna haja ya kuogopa ikiwa uko katika Mwenyezi Mungu, hauna haja ya kuogopa, maana Mwenyezi Mungu atakuongoza. Kwa wale watu ambao wako sawa na Mwenyezi Mungu ndio wanaogopa zaidi, maana hawajui ni kitu gani ambacho muda ndio huu. Mpendwa msikilizaji, ndio muda huu. Sio haya mafundisho ambayo mnakuja kupewa kwamba usipoweka sadaka utaenda kuungua, mnaanza kuogopa. Usipofanya hivi ukienda moja kwa moja unaanza kuungua. Hapana. Hao wachungaji wenu wanaogopesha zaidi. Sasa sio hivyo, haienda hivyo. Kitabu cha Mhubiri sura yake 12 mstari wa 5 hadi 9 nasema hivi: wataogopa kilichoinuka, na vitisho vitakuwapo njiani, na mlozi atachanua maua, na panzi atakuwa na mzigo mzito, na pilipili hoho itapasuka, maana mtu aiendea nyumba yake ya milele. Hapa ni wakati nafsi inapovuka katika lile bonde la uvuli wa mauti. Hivyo ndivyo wanavyotuambia. Sijui kama nieleweka. Na unaposhuka kwenye mstari wake wa mwisho, nao waombolezao wazunguka njiani. Ni hapo ambapo nimekuambia mtu anapofariki, ndugu wako pale, tayari nafsi imeshatoka kwenye mwili, mtu amekufa, wanaanza kulia, mtoto wetu, na vingine wanaanza kulia. Na hapo hivyo tayari ni mwili ambao umebaki, nafsi inaanza safari yake kuelekea kwenye nyumba yake ya kusubiri hadi siku ya mwisho. Kwa hiyo kuna wakati mtu anapopoteza fahamu, baadhi huo wanasema kwamba amekufa. Isaya kama kisi nikwambia amekufa, lakini baada ya siku 2-3 utakuta mtu amefufuka. Imekuwa namna gani? Huyo alikuwa bado hajakufa. Yaani nafsi ilikuwa bado ingali kwenye mwili, lakini hiyo nafsi ilikuwa sehemu, kwa sababu inaweza kaenda sehemu. Maana wakati unapolala utakuta nafsi yako inatembea sasa. Yote inawezekana. Ndio utakuta sasa nafsi yako inaenda kuona mambo mengine, inakutana inavamiwa huko usiku, unajisikia kama vile uamke, unasikia kama vile kamkono, kama unapenda kusema kwati, kama vile sauti na kokoto na vingine. Ni kwa nini? Kwa sababu ni nafsi ambayo imeenda kuvamia. Kwa inabidi malaika ili kamsaidie nafsi yako, ili kwamba wewe mwenyewe, malaika anabaki anaendelea kupigana na wewe unakuja Mungu wangu. Nafsi ndio hiyo. Utakuta kabisa unajiona kabisa kama vile unapenda kuamka lakini hauamki. Nini? Wengine anaota lakini anapenda kutamani aache kuota. Hiyo inatokea huko katika kuota, lakini sipendi kuendelea kuota mimi. Lakini unaota Ujiulize ni nini? Nafsi yako haipo, imeenda sehemu. Kwa hiyo wakati unaporudi moja kwa moja tena unashtuka. Na sio kwamba umekufa, hapana. Ingawa inaweza ikatembea, lakini kuna uhusiano kati ya mwili na wewe nafsi ambayo au katika ni kitu cha kiroho. Hatuwezi tukakiona kwa macho yetu. Sijui kama inaeleweka. Mambo ni mengi sana wapendwa wasikilizaji, kwa hiyo muwe makini zaidi. Sasa kitabu cha Mhubiri sura yake ya 12:6 inasema hivi, kwa sababu niliwaambia kuhusiana na mwili unarudi mavumbini, nafsi inaenda sehemu yake ambayo inachungwa, na roho inarudi kwa Baba. Hata kitabu cha Mhubiri sura yake ya 12 mstari wa 6 inasema hivi: wakati huo ni wakati wa kifo. Uzi wa dhahabu utakatika. Uzi wa dhahabu utakatika. Bakuli la dhahabu litapasuka. Njo hizo nyuzi ambazo zinaunganisha mwili na nafsi kwenye roho. Wakati huo uzi wa dhahabu utakatika, bakuli la dhahabu litapasuka, mtungi wa maji utavunjika kisimani, kadhalika na gurudumu la kuvutia maji. Hilo gurudumu tutakwambia ni nini. Kitabu cha Ezekieli sura yake ya 10 mstari wa 19 nasema, nao makerubi, ili tuende kuangalia magurudumu ni nini. Nao makerubi wakainua mabawa yao na kuinuka kutoka duniani mbele ya macho yangu. Walipoenda, magurudumu yale pia yalikuwa karibu kando yao. Magurudumu ndio hao maofanime, ndio hao wanaopeleka hizo roho, maofanime. Kwa hiyo ndio hiyo tena
inayopeleka makerubi kwa Baba. Ce sont les euphanismes. Ndio wanasema mkiswahili wanasema magurudumu. Unaposikia magurudumu utafikiri labda ni yale magurudumu ambayo ni ya magari sivijui na magari. Kwa hiyo ni vigumu ambayo ni yani kuelewa mkiswahili kuna maneno mengine ambayo unajiuliza sasa ndio maana yake nini? Tafuta kwenye lugha nyingine ikiwa unajua lugha nyingine, chukua tafsiri nyingine utaelewa vizuri. Unapoishia tu hapo kwa magurudumu, hautaelewa ni nini zaidi. Kwa hiyo nawaomba zaidi sana wapendwa Mungu na mnaendelea kuangalia na kuchunguza kwenye tafsiri zingine. Kitabu cha Ezekieli sura yake ya kwanza mstari wa 21 inasema hivi. Walipokwenda hao nani magurudumu yalikwenda walipoenda wao Ofanime yani tuseme hao masherafi yalikwenda hayo nayo, na waliposimama hao yalisimama hayo nayo, na walipoinuliwa hao juu ya nchi magurudumu yaliinuliwa karibu nao. Maana roho ya viumbe hai ilikuwa ndani ya magurudumu. Yaani hao mafarasi walikuwa roho zao zilikuwa ndani ya magurudumu ili iwasafirishe. Kwa sababu hiyo ndio kazi yao. Yaani roho za makerubi zilikuwa ndani ya magurudumu ambayo ni maofanime. Mhubiri sura yake ya 12 mstari wa 7 inasema hivi. Nawe vumbi ndio mwili utarudi udongoni ulimo tolewa. Na roho yako, sikiliza vizuri, na roho yako itamrudia Mungu aliyeiumba. Ndivyo nilivyowaambia. Ninaposema nadhibitisha pia ndani ya maandiko. Mwili unarudi mavumbini. Roho inarudi kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo roho iwe ya namna gani ulikuwa mwenza vingine, roho haina shida, inarudi kwake Mwenyezi Mungu. Sasa kuna mfano ambao utakuja hapa. Na ninaposema kwa nafsi tayari tunajua kwamba inaenda kusubiri hukumu huko, aidha hukumu, aidha dhahabu, aidha thawabu tuseme. Roho hapa hata kwa tuongee hichi kitu kuhusiana na Samueli na Sauli. Kuna jambo ambalo linatokea na watu wengine wanalisoma kabisa, alafu linawachanganya nasema haya mambo mengine kweli yanaweza yakatokea kabisa ndani ya maandiko. Yaani kweli tutaenda kuyasoma ili tuende kuweka wazi ni kitu gani ambacho kilitokea. Tunajua kwamba mfalme Sauli alipenda kuongea na Samueli, lakini kipindi hicho Samueli alikuwa tayari ameshafariki. Kwa hiyo ilimbidi mfalme Sauli aende kutafuta mwanamke ambaye anajua kuita wafu. Kuita wafu. Huyu mwanamke sio kwamba alikuwa anatumiwa na Mwenyezi Mungu, hapana, ni mtu wa mambo ya giza. Yaani mwanamke ambaye tunaweza kusema kama ni necromancier, sijui vitu kama hivyo Kifaransa. Ni mwanamke ambaye alikuwa na uwezo wa kuita nafsi aiza watu ambao wamekufa. Kwa nini? Kwa sababu kitu ambacho nitawaambia ni hiki wapendwa. Kuna formula. Ukipewa hiyo formula hata kuita malaika watakuja. Lakini sijui watakuja utawaita kwa nini wakuja kufanya kitu gani? Huyu mwanamke alimuita Samueli kwa sababu anajua kwamba akifanya hiki na hiki na hiki atamuita. Kumbuka vizuri watu ambao wanafanya mambo ya ulimwengu wa giza. Si kuna mambo ambao wanaambiwa useme hivi, ongea hivi na baadaye utaona kwamba kitu fulani kitatokea. Sivyo? Si ni maformula. Hata hivyo hata kwa malaika pia kuna maformula. Wakati wanapoongea kuna mazungumzo, kuna formula ambayo wanatumia. Wakati mwanamke anapohita nafsi ya Samueli kutoka katika chumba cha watu ambao wamelala kule, anatumia na inapita inafika hadi huko. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema kwamba mjiepushe zaidi sana kwenda kwa wale watu ambao wanahita wafu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua ni nini ambacho kinatokea. Na ni nini ambacho kinaweza kikawakuta. Twende kuangalia hii historia ambayo ilitokea ya Sauli. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura yake 28 mstari wa kwanza hadi 13 nasema hivi. Ndipo yule mwanamke aliposema, "Je, ni nani nitakaye kupandishia?" Anamuuliza Sauli, "Ni nani ambaye unapenda wewe nipate kumpandisha?" Mkifaransa tafsiri ya Kifaransa Bible des peuples, la femme lui dit, "Que ferai-je monter du séjour des morts?" Yaani ni chumba cha wafu. Ni kuitia nani? Ndio maana Kristo alisema katika kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 41 hadi 42 kwamba basi wakaliondoa lile jiwe.
Kristo akatazama juu mbinguni akisema, na kushukuru Baba kwa kuwa wewe wanisikiliza. Najua